Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Hapa nazungumzia si wengine bali ni klabu ya Simba Sport Club ambayo kwa sasa ipo katika misheni yake ya kuweza kuchukua makombe na kuweza kufanya sajili zake kubwa kabisa ambazo tayari hapa nazungumzia semaji la taifa, hapa nazungumzia Ahmed Ally ameweza kufunguka na kuthibitisha juu ya taarifa kuhusiana na sajili hizi ambazo zilikuwa ni kama tetesi ndani ya kikosi cha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa inaelezwa kwamba taarifa kamili ambayo imetolewa leo hii na semaji kwa vilabu vingine, ikiwaonya kwamba pengine wanaweza wakakimbia mechi kwa sababu ya sajili ambazo klabu ya Simba wamekwenda kuzitangaza kwamba wamemalizana nazo na kinachobakia ni utambulisho tu. Ni semaji ameweza kuweka bayana ni kina nani hao, utakwenda kujua hapa mwanzo mwisho, kwa sababu taarifa kamili niko nayo hapa. Kinachosubiri tu ni kuweza kukupatia, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu hapo chini neno jekundu lililoandikwa no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa ni muhimu, zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kujuzana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Simba Sport Club, hapa nazungumzia mnyama mwenyewe kwa kile ambacho kinachoendelea. Msimu huu wa 2024-2025 ulikuwa tofauti kwa klabu ya Simba. Uongozi wa klabu uliamua kubadili dira. Badala ya kulazimisha ushindi wa haraka, walichagua kuanza mchakato wa muda mrefu wa kujenga kikosi kipya, kikosi cha kutisha kwa msimu wa mwaka 2025-2026. Hii ilikuwa ni project season, msimu wa maandalizi, lakini kilichotokea kilizidi matarajio. Simba walionyesha kiwango kikubwa cha ushindani kitaifa na kimataifa. Huu ni mwangaza wa safari yao. Simba ilianza msimu kwa kumpa mikoba kocha Fadlu Davis, kocha kijana mwenye maono aliyesisitiza soka la kisasa, mpira wa kushambulia kwa nidhamu. Ingawa baadhi ya mashabiki walikuwa na wasiwasi, sasa usajili wa msimu huu ulilenga vijana wenye vipaji, wengine kutoka academy na wengine waliopatikana kwa uangalifu mkubwa, si kwa majina bali uwezo na weledi. Kama ilivyotarajiwa kwa timu mpya, mwanzo wa msimu ulikuwa na misukosuko, matokeo yalikuwa yakibadilika, mashabiki wengine wakaanza kuhoji mradi wa Fadlu. Hata hivyo, benchi la ufundi lilibaki imara kwenye maono yao. Wachezaji kama Sadio Kanuti, Saido Ntibazonkiza na Cletus Chama walibeba timu wakati vipaji vipya vikijifunza. Katika ligi kuu, Simba walizidi kuimarika popote wakisogea kileleni mwa msimamo kwa kuonyesha soka la kuvutia kwenye michuano ya CAF Champions League. Simba waliingia kama timu ya kujaribu, lakini wakageuka kuwa timu ya kuogopwa kwa uchezaji wa nidhamu, kasi na maarifa waliotoa vigogo tarajiwa na kufika hatua za juu. Walipita robo finali, nusu finali na kwa staili ya kishujaa. Hili liliwashangaza wengi, hata benchi la ufundi alikutarajia kufika mbali kiasi hiki msimu huu, lakini kila mechi iliimarisha imani ya timu, mashabiki na hata wale waliokuwa wakikejeli project ya kocha Fadlu. Sasa kocha Fadlu Davis kuelekea msimu ujao aliomba aweze kusajiliwa baadhi ya wachezaji, ikiwemo namba 10 ambayo ni bora kweli kweli, ambapo kwa taarifa ambazo zilizokuwa zikielezwa kwamba kwenye mitandao ya kijamii juu ya klabu ya Simba kumtaka, hapa nazungumzia Faisal ndani ya kikosi chao, hatimaye inaelezwa kwamba
kwamba zaidi ya shilingi milioni 800 imeweza kutumika kumngoa Faisal kutoka pale Azam FC, ambapo inaelezwa kwamba amesaini mkataba wa miaka 3 kuitumikia klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba na ofa ya shilingi milioni 50 ambayo wameweza kumpatia kama sehemu ya mshahara, huku akiwa na bonus ya kufunga na kuassist. Yani akiweza kufunga ama kutoa assist, basi kikosi cha Simba kitakuwa kikiweza kumpatia pesa. Unaona bana. Kwa hiyo Faisal ameweza kushawishiwa na vingi juu ya kuweza kudondoka kwenye klabu ya Simba, huku pia akipewa gari pamoja na nyumba ya kifahari ambayo atakuwa akiweza kukaa. Hiyo itakuwa ni sehemu ya mkataba wake ambao amepewa na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini katika taarifa nyingine inaelezwa kwamba si Faisal peke yake ambaye mpaka sasa amesajiliwa na klabu ya Simba, lakini unaambiwa kiungo mshambuliaji Pacome Zouzoua yupo katika rada kubwa nchini, huku akitajwa kuwa katika mazungumzo ya mkataba mpya. Simba imewasilisha ofa yenye mvuto mkubwa kwa management ya Zouzoua kwa ajili ya usajili kuelekea msimu ujao. Taarifa zinaeleza kuwa uongozi wake unaifanyia kazi ofa hiyo kwa makini. Kwa upande mwingine, Yanga ambayo mkataba wa Zouzoua unamalizika mwishoni mwa msimu huu bado haijamalizana naye rasmi, lakini imempa taarifa kuwa bado ipo na mpango naye kwa msimu ujao. Baada ya msimu huu, klabu hiyo ipo tayari kumpa ofa kubwa zaidi kama sehemu ya project yao ya muda mrefu. Kwa sasa Zouzoua yupo katika hatua ya kufanya maamuzi kati ya vilabu hivyo viwili, lakini inaelezwa kuwa Yanga bado ina nafasi kubwa zaidi kutokana na project yao na vipengele vya mkataba vinavyovutia. Inaelezwa katika taarifa hiyo ambayo ilikuwa ikiweza kuzungumzwa juu ya mwamba huyo kutua kwenye kikosi cha klabu ya Simba, kwa sababu bado kila kitu kinaendelea. Tutakwenda kukuletea taarifa hiyo. Lakini katika taarifa nyingine, kwa sababu klabu ya Simba ina mpango wa kuongeza mshambuliaji mpya, na inavyoelezwa kwamba Mabululu ni moja kati ya sehemu ya project ya wekundu wa Msimbazi Simba kunako msimu ujao, na tayari wameshaweza kuwasilisha ofa yao pale katika klabu ya Al Tripoli kule Libya kwa ajili ya kuweza kupata saini ya Mabululu. Inaelezwa hivyo kupitia management ya klabu ya Simba. Sasa kama Mabululu anatua kwenye klabu ya Simba, basi mwisho wa msimu huu utakuwa ndio mwisho wa striker refu kuliko goli. Klabu ya Simba imepanga kuimarisha kikosi chake kwa msimu ujao kwa kumsajili beki wa kulia raia wa Tanzania pamoja na mshambuliaji kutoka nje ambaye ni Mabululu, lakini taarifa za uhakika zinaeleza kuwa striker huyo mpya atachukua nafasi ya Steven Mukwala ambaye imethibitisha kuwa ataondoka rasmi mwishoni mwa msimu huu. Hatua hii ni sehemu ya mkakati wa kuimarisha safu ya ulinzi na ushambuliaji kwa ajili ya mashindano yajayo ndani na nje ya uwanja. Unaona bana, ambapo klabu ya Simba ikielezwa kwamba ndio inafikia tamati, na hapa nazungumzia juu ya Steven Dese Mukwala, ambapo kila mmoja atakwenda kushuhudia kile ambacho sajili hizo ambazo zinatua katika kikosi cha klabu ya Simba. Lakini klabu ya Simba ipo katika mazungumzo na klabu ya Wydad Casablanca ambayo yenye maskani yake Morocco kwa ajili ya kuweza kuwapatia mshambuliaji raia wa Kitanzania ambaye alisajiliwa na Wydad Casablanca, lakini nafasi ya kucheza imekuwa ni adimu. Lakini wanaona ili kutokumnyima fursa kijana inabidi wamtoe kwa mkopo, ambapo klabu ya Simba imeomba kumchukua kwa mkopo kijana huyo na kumweka katika kikosi chao. Ni hapa nazungumzia kijana kutoka Fountain Gate ambaye aliondoka na kuelekea Wydad Casablanca, ambaye anatoka kwenye kikosi cha Simba. Si mwingine bali ni Suleiman Mwalimu, mmoja kati ya washambuliaji vijana wenye kasi, mbio, maarifa kweli kweli. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia hilo litakalokwenda kutokea katika kikosi cha klabu ya Simba. Hii hapa ni taarifa ambayo nimekusogezea wakati huu. Endelea kukaa na sisi kwa taarifa nyingine ambazo zitakuwa zikiweza kujili. Weka maoni yako hapo chini katika upande